Uchambuzi unaoendelea kufanyika kwa kina ni kuhusiana na Yanga wanawezekano kweli wa kumpata kocha Nabi. Tatizo lipo kwa hawa wawekezaji wetu, na ndo asilimia kubwa ya wachambuzi wamekuwa wakiendelea kuwasema. Yani hapa tunamzungumzia Mo Dewji pamoja pia na GSM. Ni kweli wamekuwa wakidai kwamba hawa ni watu wa mpira, lakini kuna wakati tunasema kwamba hawa watu ama hawa wawekezaji sio watu wa mpira. Sidhani kwa mtu kama GSM, mtu kama Mo Dewji anashindwa pesa ya kuweza kumlipa Florent Ibenge, anashindwa pesa ya kumlipa kocha Fadul Davis ambaye amevunjiwa mkataba kwa kiasi kinono na klabu ya Raja Casablanca. Yani huku wanasimba wakiwa wanaamini kwamba wana mwekezaji ambaye kwa hapa barani Afrika ni tajiri mtoto ambaye anashikilia rekodi zake kwa kuweza kumiliki zaidi ya matrilioni, lakini cha ajabu eti kocha Fadul Davis wameshindwa naye. Ni jambo la kushangaza, jambo la kusikitisha. The same kwa klabu ya Yanga. Kweli Nabi yuko Tanzania na wana uwezekano wa kufanya mazungumzo vyema kabisa na klabu ya Yanga, lakini cha ajabu ni kwamba uongozi wa Yanga kwa ujumla unaweza kuzungumza, lakini GSM pia asiweze kutoa pesa ambayo Nabi anaweza kaitaja. Kwa hiyo uwezekano wa Nabi kubaki Tanzania upo kwa asilimia 100, ila shida ipo wawekezaji wetu wa Simba na Yanga kumekuwa na uongo mwingi sana. Yani hapa tunajifunza kwa klabu ya Azam FC. Kocha Florent Ibenge ni kocha mwenye CV kubwa kabisa ambaye alikuwa akitumikia klabu ya Al Hilal, lakini cha ajabu eti klabu ya Azam ndio imefanikisha dili la kumkamata kocha Florent Ibenge, huku Simba na Yanga zimekuwa zikiendelea kuchanganyikiwa na kupata tabu kwa makocha wa hovyo kabisa. Kwa hiyo ni jambo ambalo Yanga kwa hivi sasa pia wapo mguu kati, mguu nje, mguu ndani. Hakuna uhakika wa kocha Nabi kubakia Simba ama kwenda Yanga kutokana pia na pesa iliyotajwa hapo. Kuna changamoto kwa wawekezaji wetu ambao wamekuwa wakileta ubabaifu mwingi sana.